sio kwamba mgogoro huu ni mkubwa. Mgogoro umekuzwa na treatment, umekuzwa na tabia za viongozi, umekuzwa na kutokuwa na njia nzuri za mawasiliano na kucommunicate na stakeholders, kutokuwa tayari kuja chini kumaliza tatizo. Pia katika dabi inayofuata tarehe 15 pia huenda wadhamini wakaingia hasara, kwa sababu Yanga inaonekana kabisa wanamedhamiria kutokuingiza timu. Ulishakuwa katibu mkuu hapo, na utakumbuka kuna baadhi ya kipindi wadhamini waliondoka kwenye ligi. Unaona madhara makubwa ambayo tunaenda kuwakimbiza wadhamini, na wadhamini huenda akajitoka kwenye ligi? Kwanza nasikitika kwamba CRDB anakumbwa na tukio kama la 3 hivi katika mpira. Ndio. TFF aliingia makubaliano naye, sio kwamba bodi ya ligi inawapa TFF 10%, bali TFF wanakata. Na shangaa jinsi mamlaka zinavyohandle hili swala. Hazihandle hili swala kwa lengo la kumaliza mgogoro, lakini zinahandle hili swala kwa lengo la kuonyeshana ubabe, kwamba nani ni mbabe, nani ndio mwenye mpira, nani ana nguvu. Yanga sio kwamba wanataka Almasi ajiuzuru. Yanga wanataka Almasi Kasongo afunguke. Wanasemana wenyewe kwamba hatuwezi tukang'atuka wakati uamuzi wa kuilisha mechi ulikuwa ni maelekezo kutoka juu. Karibu sana. Hii ni Like Media ambayo inakupa nafasi na wakati mzuri wa kupata taarifa mbalimbali za kimichezo. Kama ambavyo unafahamu, huwa mara nyingi tunatafuta hapa wataalamu mbalimbali, watu ambao wanafahamu kuhusiana na michezo yetu hapa Tanzania, kwa maana ya soka na vitu kama hivyo, walioshika nafasi mbalimbali za uongozi, lakini pia makocha, waamuzi na watu kadha wa kadha. Tunazungumza nao hapa kupitia Like Media. Kikubwa ni kupata tafsiri na kuelewa zaidi ya mambo ambayo pengine hatuyafahamu. Sasa kwenye laini kwa sasa nipo na Angetile Osea. Huyu alikuwa katibu wa zamani wa TFF ambaye alihusika katika mambo mbalimbali, katika uundaji pia wa bodi ya ligi na vitu kama hivyo. Lakini katika mgogoro ambao unaendelea sasa hivi, inawezekana ni miongoni mwa watu ambao wanaweza kutusaidia kutupitisha baadhi ya mambo tukayafahamu kinaga ubaga, na nini ambacho kifanyike kwa sasa. Mchakato wa Simba, Yanga, bodi ya ligi na TFF ni swala ambalo linaumiza sana kichwa. Angetile Osea, habari ya muda huu? Nzuri tu, hali vipi? Safi kabisa, na nashukuru sana kwa kunipa muda wako kuweza kuzungumza kupitia Like Media. Swali letu kubwa ni kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea sasa hivi. Yanga na bodi ya ligi na TFF ni vita ambayo inaendelea. Kwa kile ambacho unakiona wewe kwa upande wako kama katibu wa zamani wa TFF, unakiona ni kitu ambacho kiko kwa namna gani, na ungependa kiishe kwa namna ipi? Hiyo swala halitafikisha mpira wetu popote pale. Sana litasababisha chaos, litapoteza ladha ya mpira. Kama hivyo Yanga wanavyosema wako tayari atawaka nje msimu ujao, na ladha ya bingwa wa mwaka huu inaweza isiwepo, kwa sababu hata kuwa amepatikana kwa njia ambayo ni ya kawaida ya uwanjani, amepatikana kwa njia ya njama migogoro na nini. Kwa hiyo sponsors na stakeholders wengine hawatafurahishwa na hiki kinachoendelea. Nilikuwa naangalia hapa, nimeona Azam walionyesha concern baada ya mechi ile kuahirishwa, wakaonyesha concern, lakini hawakutaka kucriticize. Walichofanya ni kuwatuliza mashabiki, wadau wao, wateja wao, kwamba wataendelea kuwapa burudani nzuri, na maana yake walikosa burudani ambayo waliwaahidi kwa zaidi ya wiki 2 kwamba kutakuwa na burudani machinani. Ile burudani haikuwepo. Ndio. Kwa hiyo ilibidi watoe statement, kwa sababu kuna watu waliweka matangazo kwenye TV, kuna watu waliweka matangazo kwenye perimeter boards uwanjani pale. Kuna watu walifanya vitu vingi, na wenyewe walishafanya maandalizi, walishapeka magari yao pale, everything. Promotion ilikuwa ni kubwa. Alafu leo unakuja kuahirisha mechi namna hiyo. Kwa hiyo unaona kabisa tunakoelekea siko, na ni lazima watu wajisikie kuwajibika ili soka letu, msimu wetu uishe vizuri. Na kikao cha mwaka huu cha bodi ya ligi, kwa maana ya wadau wale klabu 16, kijadili kwa kina haya yaliyojitokeza na jinsi ya kudhibiti, na ikiwezekana kutengeneza muundo mpya
bodi ya ligi ambao utakuwa na uwajibikaji na transparency. Unamaanisha bodi ya ligi huru sasa? Uhuru wa bodi ya ligi kutokana na muundo wa bodi ya ligi, kwa maana wa vyombo vya kufanya maamuzi. Kama CEO anatuambia kwamba madai aliyosema Yanga hayawezi kushughulikiwa zaidi ya vyombo vya juu wakati yeye ni CEO wa bodi, unaona kabisa kwamba hawako. Lakini kama sisi tulipoianzisha bodi ya ligi mwaka 2013, ndio Karia akiwa chairman akitokea Mtibwa Sugar, kama mnakumbuka, ndio tuliwapa mamlaka kamili. Waliajiri, walikuwa wanatoa habari zao, lakini kwa sababu walikuwa wachanga, walikuwa hawana secretary. Kwa hiyo ilibidi watumie secretary ya TFF kwa ajili ya logistics nyingine. Lakini sasa hivi wana everything. Kwa hiyo tena waendelee kutegemea TFF. Kwa hiyo kishakuwa na structure nzuri. Kwa mfano kunakuwa na board ambao ina non-executive directors ambao hawashiriki katika uendeshaji wa kila siku wa ligi, kama ilivyo hivi sasa ambapo mwenyekiti wa bodi ya ligi ndio mwenyekiti wa kamati ya usimamizi na uendeshaji wa ligi. Haiwezekani kukawa na uwajibikaji hapo. Ni lazima wawe watu tofauti wanaoendesha na wanao wahoji. Kwa hiyo ni lazima tutengeneze hivyo vyombo. Na bodi ile ya watu watano lazima iwe uwajibike, yani wale watu watano wa kwenye management lazima wawajibike kwa bodi. Na board lazima wajibike kwa clubs. Ukishakuwa na hivyo, TFF hawezi kuwepo ndani ya uendeshaji wa ligi. Mtengeneza tu muundo mzuri ambao utafanya maamuzi yote ya uendeshaji wa ligi na usimamizi yanafanywa ndani ya board, isipokuwa labda upitishaji wa kanuni, kwa sababu lazima mwenye mpira kwa maana TFF ashiriki, aone kwamba hizi kanuni hazikinzani na sheria za nchi, hazikinzani na katiba ya TFF na vitu vingine. Kwa upande huu ambao umeuzungumzia hapo, TFF watakuwa na linki vipi endapo kama bodi kiwa huru, na TFF watakuwa na linki katika mazingira gani katika muundo kwamba hawa ndio ambao wanasimamia ligi sasa na bodi ya ligi, na ili kusiwepo na migogoro? Wakati tunaunda bodi ya ligi tulitengeneza governing regulations ambazo zinaeleza uhusiano kati ya bodi ya ligi na TFF. Ndio. Na uhusiano huo ni kama huo katika upitishaji wa kanuni, vitu kama waamuzi ambao ni lazima vitu kama kusimamia policy, kwa maana kwa kama benchi ya ufundi wa watu gani na nini, kwa sababu TFF inahusika na development, inahusika na maendeleo. Kwa hiyo lazima iweke pale kwenye vigezo kwamba mkiwa na kocha mkuu lazima awe na kafla CPA au nini, lazima muajiri katibu, lazima muajiri labda mtu wa finance, marketing na nini. Hiyo ni development. Lakini pia kwenye upitishaji wa kanuni lazima zile kanuni zote zinaendana na policy ya nchi na policy ya shirikisho lenyewe. Lakini pia kwenye mgawanyo wa mapato, kwa maana sisi tunadhani tafuteni hela zenu, mkizipata tutupeni 10% tu. Lakini sasa hivi unaona sio kwamba bodi ya ligi na hapa TFF 10%, bali TFF wanakata. Unaona? Kwa hiyo vitu kama hivyo vimeelezwa, ni governing regulation, ni kitabu likubwa tu lizuri ambalo uongozi wa sasa hautaki liwekwe bayana, na viongozi wengi wa klabu hawajui. Ndio. Sasa tumeona sasa kwa huu mgogoro ambao unaendelea sasa hivi, mgogoro ambao ni mzito sana. Kwa mpenda soka yoyote inawezekana sifurahishwe na kinachoendelea sasa hivi. Kama ambavyo umezungumzia, kuna ubabe kwa kila upande. Mimi nina nguvu, nina maubavu, nina misuli na vitu kama hivyo. Tumemsikia Almasi Kasongo akizungumza kwamba hawezi kujiuzulu pamoja na mengine ambao waliozungumza, lakini tumesikia pia tuhuma kwa upande wa Yanga wakituhumu bodi ya ligi na kuipa misimamo juu ya kile ambacho wao wanakiona. Kwa jinsi ambavyo ulifuatilia, kwa mawazo yako huru kwa pande zote mbili, wewe upo katika msimamo upi katika hayo ambayo yalitoka, ambayo tumeyasikia wote? Ukiangalia kwa makini, Yanga sio kwamba wanataka Almasi ajiuzuru. Yanga wanataka Almasi Kasongo afunguke. Wanajua kabisa hausiki, lakini ndiye anayejua siri ya sakata zima.
Ndio. Kwa hiyo wanaposhinikiza ajiuzuru, wanajua kabisa nyuma yake atakapofunguka ataeleza ukweli wote kuhusu sakata hilo. Anajua kabisa Kasongo hana mamlaka ya kuahirisha mechi. Anajua Kasongo hana mamlaka ya kupanga waamuzi. Anajua Kasongo hana mamlaka mengi. Lakini anajua yote yalikuwa yanatokeaje. Kwa maana wanaweka shinikizo kwake ili afunguke. Kwa hiyo na ndio maana umesikia kwamba ripoti ipo na sio mabouncer wa Yanga waliozuia, bali ni kidogo wa serikali. Na nasikia wanasemana wenyewe kwamba hatuwezi tukang'atuka wakati uamuzi wa kuahirisha mechi ulikuwa ni maelekezo kutoka juu. Kwa hiyo wanajua na wanataka afunguke. Wanamwekea mzigo ili mchoshe aseme jamani, ngoja niseme ukweli. Yote katika yote sasa tumeona pia hilo neno la kutamkwa kwa maana ya kiongozi wa serikali ambaye aliingilia hayo. Watu wameenda mbali sana. Ni kama sasa serikali inaenda kuugusa jicho la FIFA. Wewe mtazamo wako ni nini hapo? Hapana, haugusi jicho la FIFA. Hiyo ni kosa la individual. Sio kosa la serikali. Ingekuwa ni tamko la serikali, leo waziri au msemaji wa serikali angekuwa ameshatoa tamko kwamba bana sisi tulizuia uwanja. Lakini kama ilikuwa ni individual tu, bosi pale wizarani, basi ni issue ya nani. Na hata hivyo uwanja ni wao, wakizuia sio kuingilia masuala mpira. Kwa hiyo tuko sehemu salama. Tuko salama tu. Tatizo ni sisi wenyewe tunapojikanganya. Sawa. Na vipi kuhusiana nafasi ambayo ulishai kukaa kuwa kama katibu mkuu wa shirikisho la mpira miguu Tanzania? Anaguswa pia Wilfred Kidau. Anahusikaje katika hili wakati yeye hayupo kwenye bodi ya ligi? Kwa macho ya nje ukiangalia ni kwamba hahusiki. Kwa macho ya nje ukiangalia ni kwamba hahusiki, kwa sababu waendeshaji wa ligi ni bodi ya ligi na bodi ya ligi na CEO. Ndio. Lakini pia maamuzi ya TFF yanafanywa na kamati za TFF. Kamati za TFF ndio zinafanya maamuzi, sio katibu mkuu anayefanya maamuzi. Na tofauti na Yanga walivyosema, katibu mkuu hayuko juu ya kamati ya waamuzi, yuko chini, kwa sababu kamati za TFF zinafanya maamuzi, zinafanya mambo kwa niaba ya kamati ya utendaji. Kwa hiyo ziko juu yake. Lakini tu ambacho wanataka kionekane Yanga wako very technical katika hili ni kwamba wanajua kabisa kwamba katibu mkuu husiki directly. Lakini hizo kamati hizi zikae na kufanya maamuzi ni lazima ziwe moved. Haiwezekani mtu mwenyekiti wa kamati huko akatoka akasema jamani tuneni tukajadili issue fulani. No. Lazima ziwe moved na secretariat. Na wanajua mkuu wa secretariat ni katibu mkuu. Sasa katika mwaka ambao toka mwanzo wa ligi mpaka mwisho kumekuwa na malalamiko ya uamuzi mbovu, na wakiitumu timu moja, ni kwa secretariat lazima move kamati zake husika angalie ile swala na zifanye maamuzi kuhusu hao waamuzi. Kwa hiyo Yanga nasikia amepeleka barua ya kurasa ngapi sio, amestate kila mifano yote ya maamuzi mabovu. Ndio. Hiyo ingeweza kuifanya secretariat ifikirie nini cha kufanya ili hatua zichukuliwe, hata kama hawatakubaliana na hoja za Yanga, lakini kuwe na uamuzi wa kamati husika kwamba katika hili mliosema tuliangalia hivi na hivi na hivi, lakini action tulichukua kwa waamuzi watatu tuliwafungia, kuhusu mechi hii ambayo tuliwafungia inaonekana ni hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. At least kuna report ya kuwajibu kile walichokisema. Real Madrid walilalamikia uamuzi katika mechi kama 3 za mwisho. Walalamikia uamuzi, wakasema wanataka mawasiliano kati ya chumba cha waamuzi na mwamuzi wa katikati. Wakakaa na kamati ya marefali, wakawaelezea ilivyokuwa mpaka mwisho, na Real Madrid walikubaliana na maelezo ya kamati ya waamuzi. Kwa hiyo vitu kama hivyo vinaonyesha huyu anawajibika na ni mwazi. Umeona? Lakini kwa na kusababu inakaa mpango ya kusubiri mwishoni, na ligi inataka bingwa ambayo stakeholders wanamsubiri, lazima watakutuhumu wewe hata kama usiki.
Yote katika yote sasa, madhara ya hiki ambacho kinazungumzwa, kuna taarifa ambazo zisha kuzungumza chini kwa chini, na mimi nisha kuzungumza kwamba nimesikia taarifa za ndani kabisa kuhusiana na wadhamini kutokuwa comfortable na mazingira yanayoendelea sasa hivi. Maana yake hata katika mchezo uliopita waliingia hasara kwa sababu walikuwa na maandalizi yao na pesa na wadhamini wao kwa mambo yaende vizuri, wameingia hasara. Na inavyoonekana pia katika dabi inayofuata tarehe 15 pia huenda wadhamini wakaingia hasara kwa sababu Yanga inaonekana kabisa wanamedhamiria kutokuingiza timu. Ulishakuwa katibu mkuu hapo na utakumbuka kuna baadhi ya kipindi wadhamini waliondoka kwenye ligi. Unaona madhara makubwa ambayo tunaenda kuwakimbiza wadhamini, na wadhamini huenda akajitoa katika mbio hizi sasa kwenye ligi. Kwanza nasikitika kwamba CRDB anakumbwa na tukio kama la 3 hivi katika mpira. Ndio. TFF aliingia makubaliano naye ya kufanya utengenezaji wa electronic ticket. Ndio. Ticket. Na CRDB wakaanza kuweka miundombinu pale uwanjani, uwanja Mkapa pembeni pale utaona kuna mashine ambazo zilikuwa ni kwa ajili ya electronic ticketing. Kwenye ATM nyingi Dar es Salaam, Tanga kuliwekwa hizo mashine. Ndio. Lakini jamaa walipokuja wakasema no bwana, imetokea mechi Simba nani Yanga si na Coast, watu wamechelewa kuingia uwanjani, wakaacha hapo badala ya kuboresha wakaacha hapo yale mashine yametelekezwa, yako sehemu nyingi yametelekezwa. You can imagine uwekezaji waliofanya, lakini kwa sababu watu walikuwa wanataka tiketi za vishina kwa sababu zina upigaji, wakaacha telekeza investment kubwa iliyofanywa na CRDB. Imagine CRDB hiyo leo inakuja kwenye sakata jingine. Unaona? Kwa hiyo hata hapa CRDB walikuwa wametaka tena udhamini mwingine, wakaona tashirikisho wakaondoka, ndio wakaja kudhamini kombe la shirikisho. Kwa hiyo unaona uchungu unapoangalia CRDB katika mazingira haya. Kile unaangalia NBC, msimu wanaona unaelekea kuharibika. Angalia ambao wamekuwa wanafanya, kwa sababu mdhamini anakuwa anafanya activation katika kila mechi au anachagua zile mechi muhimu anaenda kufanya activation na sponsorship. Leo ameshindwa kufanya nani kule, ameshindwa kufanya machi 8. Ndio. Na huenda asifanye tena machi ngapi, na huenda sherehe za kumaliza msimu zisiwe na shamra kama zinavyotakiwa ziwe duniani kote. Unaona? Kwa hiyo unaona kabisa kwamba wadhamini wanakuwa katika hali ngumu. Angalia Azam Media baada ya mechi ya machi 8 kuahirishwa, alitoa statement ambayo ni ya kiungwana sana, lakini ukisoma unaona anaumia kwamba hii mechi inaahirishwa bila sababu za msingi. Lakini alichofanya ni kuwatuliza wateja tu kwamba jamani, tutaendelea kuwapa burudani mmeikosa leo, usifadhaike sana. Lakini angalia Vodacom walijitoa kabla msimu hujaisha. Kwa nini? Haikuelezwa sababu halisi, lakini inasemekana tathmini ya usimamizi wa sponsorship haukuwa mzuri, ilikwenda chini ya 40%. Ndio. Unaangalia Airtel Rising Star haijaendelea tena na udhamini wa mashindano under 17 katika shule. Why? Haijulikani. Coca-Cola haijaendelea na udhamini wa under 15 ambao awali ilikuwa under 17. Why? Hatujui. Azam walikuwa na udhamini under 20, ilisimama kwa karibu 3 years. Why? Kwa sababu hazikuwekwa bayani. Mpaka wamekuja kurudi tena. Kwa hiyo treatment yetu kwa sponsors inaonekana si nzuri, na inatokana na mamlaka kutokuwa na uhusiano mzuri na wadau wake, kwa maana ya clubs. Kuna uhusiano mzuri wa clubs na mamlaka kama bodi ya ligi na TFF, hakuwezi kuzuka migogoro hii ya kwanza kuombeana kwa barua mitandaoni au kuweka kwenye public barua za mawasiliano ya ndani. Hiyo ni kinyume kabisa cha maadili. Kabisa cha maadili, kutaka kuonyesha huyu ndio mbaya, huyu ni mzuri. Mchezo. Ndio. Utaweza kusikia CRDB kesho anasema bana tuendelee na sponsorship
au tuko tayari kulipa fidia kuliko kuendelea na nani hii. Unaweza kusikia NBC anasema bwana huyu ndio msimu wetu wa mwisho, atuendelee. Unaweza kusikia tunaomba tu isije ikawa na Azam wakafikia huko. Kwa hiyo una wasiwasi kwamba huenda kati ya wadhamini hawa kama NBC wamepitia kwenye dhoruba hii, lakini pia CRDB pia wamepitia kwenye dhoruba hii, inawezekana Azam kwa sababu inawezekana anaweza kana uvumilivu sana kuliko mabenki, inawezekana mabenki ambao wamekuwa wadhamini huenda akajitoa. Unajua na hii broadcasting rights za Azam wanaweza kuvumilia kwa sababu they invested a lot, wameinvest a lot. Sio kitu rahisi kwa kampuni ambayo haina zaidi ya miaka 10 itaweza kuwa inaonyesha live mechi zote 8 za raundi moja. Ndio. Sio rahisi kwa nchi kama hili ambalo ni kubwa. Mechi moja inachezwa Kagera, nyingine inachezwa Mbeya, nyingine inachezwa Dar es Salaam, nyingine inachezwa Mtwara. Zote zikawa live. Ni investment kubwa sana ambayo hatutakiwi tufanye maamuzi ya kipuzi yanayoathiri hiyo investment. Yaani ni lazima tu very serious katika hiyo kuhakikisha kwamba TV rights holder, broadcaster anaona value for money. Kitu tunaamua tu tunasema unajua wanasiasa watakuja watamaliza ile tatizo, yani unaonesha uwajibiki kabisa. Kwa hiyo ndio rahisi kwa NBC kusema anakaa nje kuliko Azam, kwa sababu Azam ameinvest a lot. Ni kumshukuru sana. Yaani tusifanyie mambo ya kijinga kama tunaoyafanya hivi. Ulikuwa katibu mkuu pale TFF, unajua tabia za viongozi na nini ambacho kifanyike sasa. Ili swala pengine hujai kukutana na mgogoro wa aina hii. Kama ungekutana na mgogoro wa aina hii, wewe hapo ungechukua hatua gani za kuweza kunusuru mambo haya yote asitokee, kwa maana ligi endelee na vitu vyote vikae sawa sawa kama kiongozi? Unajua nini? Sio kwamba mgogoro huu ni mkubwa. Mgogoro umekuzwa na treatment. Umekuzwa na tabia za viongozi, umekuzwa na kutokuwa na njia nzuri za mawasiliano na kucommunicate na stakeholders, kutokuwa tayari kuja chini kumaliza tatizo. Tatizo lolote linaweza kuwa dogo. Hili tatizo lilikuwa mbona ile mechi ya walivyoainisha muda ilikuja ikachezwa. Naona, lakini hili walivyoainisha siku tu Yanga wamesema hawachezi tena. Kwa nini? Na madai yao yameanza kuwa madogo, yamekuwa makubwa mpaka yamehama kutoka kwenye ligi kuu yamehamia kwenye kombe la Federation. Ni kwa sababu tutu vizuri. Matatizo yapo, TFF yapo na sisi tushakumbana nazo, lakini tuko na njia za kuyamaliza tusifikie kuathiri stakeholders wengine. Yapo ambayo tulikuwa strong kama issue ya Yanga kumchezesha Kanavaro akatekewa na kadi Yanga walipokonya point 3. Simba walimchezesha Mgosi akiwa na kadi akapokonya point 3. Issue strong wamefanya hivi kwa hila, ni kweli data hizi hapa. Lakini ikishakuwa kuna kuyumba katika kufanya maamuzi, watu wanaanza kuhisi wewe sio sawa, hatuna imani na wewe. Kwa hiyo matatizo yapo, lakini ukiwa unajua jinsi ya kuyashughulikia, kuwa na conflict resolution skills, ni kitu kikubwa pia. Pamoja na kwamba kanuni zipo, lakini how do you unamalizaje matatizo yanapotokea? Unatumia nini? Uko tayari kukosa? Maana katika negotiations lazima kuwe na lose na gain. Sasa kama unataka ubakie hivyo afu maamuzi yaende, huwezi kufanikiwa hata siku moja. Tayari hali ya ligi pia iko katika hali tete. Maana yake kumalizika kwa ligi, huenda timu ambayo itakuwa bingwa bado sio na thamani kama ambavyo unaweza kusema. Ligi ubingwa kaonekana kama ni kila mmoja akaanza kuzungumzia tofauti. Lakini nje ya mipaka Tanzania pia taarifa zinafika kwa kiwango kikubwa kwa hili swala ambalo linaendelea. Bila shaka linaweza kazoofisha kwa maana ya ligi yetu kaonekana ni ligi ya hovyo sana, pale ambapo mataifa mengine yanaweza kushuhudia vitu ambavyo vinaendelea hapa. Mtazamo wako kwenye hili ukoje? Kwa ubora, kwa maana ya vigezo wanavyotumia sio sana, lakini unaweza kukuta taasisi nyingine zinapima ubora kwa kuangalia mpaka administration ya ligi.
lakini hawa kama wanaangalia vitu vingine kama labda prize money na nini, naweza tusishuke sana. Lakini mimi nadhani cha msingi ni sisi kuona umuhimu wa kuwa na uongozi wenye uwajibikaji. Tunaenda kuandaa CHAN mwezi ujao, mwezi ujao, tuseme mwezi ujao, kwa sababu tuko mwezi wa 6 sasa. Tunaenda kuandaa CHAN. Hivi nia yetu ni kutoa ubingwa tu, au tuliandaa mashindano haya kwa nia gani? Lazima tuliandaa mashindano haya tu benefit kwenye vitu vingi, tu benefit kwenye experience ya uendeshaji, ya usimamizi, ya promotion, ya vitu vingi sana. Lakini tunaenda watupu, hatuna tuliojiandaa nao. Sana a month before tuko kwenye mgogoro mkubwa wa usimamizi na uendeshaji. Unaona? Sasa tunaenda kufanya nini CHAN kama hatujajiandaa kwa vitu kama hivi? Unaona tatizo hilo. Kwa hiyo mimi nadhani watu tuangalie hili swala katika uzito wake. Serikali 3 za Tanzania, Kenya na Uganda, marais waliungana kuomba waandae kwa pamoja hizo sana. Kwa hiyo tusikae tukadhania mambo yatajitengeneza tu hivi bila kuwa na kuchukua hatua. Lazima tuenzi huo uamuzi wa marais watatu kusema wanataka kwa kila hali finali hizi zifanyike hapa East Africa. Lakini tukiwa tunabadala mwezi mmoja tuko hivi, hatutoi picha nzuri ya huko tunakokwenda. Angetela Hosea, mara ya mwisho kusikia kauli ya serikali ni kwa waziri wa michezo, mwenye dhamana ya michezo, kwa maana Palamagamba Kabudi, akizungumza bungeni kwamba tunaingilia masuala ya mpira wa miguu endapo kama tukifanya 1 2 3. Lakini hapo kabla hajazungumza alishawahi kuwaita Yanga, Simba, TFF pamoja na bodi ya ligi. Haikufikia mwisho. Ni hatua ya kwamba serikali sasa wasiingie kabisa kwenda kushauri, kuna ubaya kufanya solution katika hili ambalo linaonekana sasa ameshaanza kuwa maji ya shingo sasa. Manake tunaenda kuzama kitu ambacho baadaye unaweza kukosa majibu kabisa kama serikali shindwa kusaidia. Unaona mchango wa serikali kwenda kusawazisha hili? Mimi naona bado mchango ni mkubwa tu, kwa sababu wanaoenda kupata hii burudani ni wananchi wa Tanzania. Lazima hawa mashabiki walindwe, na mwenye jukumu la kuwalinda hawa mashabiki ni serikali. Na ndio maana wenzetu wa Uingereza wanatunga sheria ya kutengeneza registrar wa mpira wa michezo ambaye atasimamia hivi vitu, mojawapo kubwa likiwa ni kuwalinda mashabiki. Mashabiki wengine wamesafiri kutoka Mwanza, kutoka Mbeya, kutoka Mtwara, kutoka Nairobi, kutoka Kampala kuja kuangalia mechi ya Simba na Yanga. Wamesumbuka, wengine wameomba ruhusa maofisini, wengine wamesimamisha biashara zao, wengine wamejipiga ili waje huku. Alafu leo wanakuta eti mechi haipo tu kwa sababu mtu mmoja ameona eti kuna kanuni inasema unaweza kuahirisha mechi kwa kadri utakavyoona inafaa, akairisha. Kwa hiyo mashabiki ni watu ambao lazima tutengeneze sheria za kuwalinda. Na hapo ndipo serikali inapoingilia. Kuna sio kusema kwamba itaenda kuamua mechi chezo lini. Ni kuweka sheria ya kuhakikisha hawa mashabiki hawasumbuliwi, hawaingizi gharama zisizo na mpango. Ndio maana hata kampuni za simu serikali sio inaingilia, lakini ikiona kuna gharama ambazo wananchi wanaingia bila sababu inaingia kati. Sasa Angetela Hosea, kwenye hili maana yake ili serikali kupata solution, maana yake waliitisha mkutano wa mwanzo wa kufanikiwa. Mpaka sasa hawana haja kuitisha tena kulifanikisha hili, maana yake pande zote mbili wakae, pande zote ambazo zina malalamiko wakae wasawazishe hili. Serikali naona wamekaa pembeni wanashuhudia kinachoendelea, lakini ndani yake kuna mgogoro mizito ambao inaonekana. Sidhani kama alijafikia mwisho au kwamba hawakufanikiwa. Naamini kabisa kwenye timu ya serikali kuna watu ambao wanalijua hili swala kwa mapana na marefu, na najua kabisa walienda kusikiliza pande zote na waangalie maneno na wakashauri nini cha kufanya. Nadhani ilikuwepo ile kwamba bwana, if you want to go this way, do this and this and this and this, hata isikie mwisho. Lakini wanamonitor, sio
kwamba serikali inasema imeshindwa. Inasema haiingili kwa sababu mpira umejengea utamaduni wake wa kufanya maamuzi. Lakini kama huo utamaduni hautawajali wananchi wetu, sisi ndio tunatoa elimu ya kuendesha mpira. Na pengine wamekuwa smart kwa sababu tuna CHAN na tuna AFCON. Hata tungekuwa tuna kitu hapa wangeshakwa ofisa kufanya uamuzi wote. Lakini serikali bado haijashindwa na natumaini haijashindwa na haitashindwa kumaliza hili tatizo. Ni busara tu za viongozi wenye mamlaka, viongozi kwa maana ya TFF na bodi na club kuliangalia hili swala katika mapana yake ili. Kwa kumalizia neno moja tu, kwa wewe ungeanzia wapi kulimaliza hili swala? Nitoka mwanzo nilishasema kwamba ilibidi uchunguzi ufanyike ili waliohusika na masuala yote, waliohusika kuzuia Simba kufanya mazoezi Machi 7, waliohusika kuahirisha mechi Machi 8, waliotoa matamko ambayo yaliibua taharuki mpaka mechi ikaahirishwa, waliohusika kwenye kila kitu, hao lazima wajulikane na wawajibishwe. Lakini pia lazima tuende kwanza katika hilo kwamba natoa kila mara mfano wa ripoti ya Taylor baada ya wale mashabiki 97 kufariki kule Uingereza. Ndio. Hawakuliangalia hilo swala kirahisi. Walikuwa Rod Taylor ambaye alikuwa ni judge, akamwambia ongoza hii tume, nenda kafanya uchunguzi, uje na majibu, alafu tuyafanyie kazi. Rod Taylor alipokuja na majibu, moja wapo kubwa lilikuwa ni usalama wa mashabiki. Na ndio maana ripoti ile ikasuggest kufanyike mabadiliko makubwa katika ukaaji wa watu viwanjani na viwanja vyote visiwe na sehemu ya watu kusimama, lakini evacuation iwe ni very effective, yani pale kunapotokea tatizo ndani ya dakika 10 watu wote wameshatoka nje. Ndio hapo sasa viwanja vitaanza kujaa Uingereza, na ukiangalia majukwaani Uingereza ni watu wa kuanzia umri wa miaka 40-45 kwenda juu, sio vijana wadogo, ni watu wenye umri mkubwa kwa sababu wana uhakika wa usalama. Na vijana wanaangalia mechi zao kwenye simu na nini. Pale uwanjani wameenda watu ambao. Kwa hiyo lazima nilisema tufanye uchunguzi ili ripoti tuambie tulikuwa tunakosea wapi, alafu tutengeneze njia ya kwenda mbele. Basi nikushukuru sana Angetile Hosea kwa kuungana nasi. Tumepata kitu kikubwa sana kutoka kwako. Na nadhani baada ya muda mwingine pia utatusaidia zaidi kutuongezea vitu vingine vya ziada, kwa sababu ndani yako kuna vitu vingi sana ambavyo unaweza kutusaidia hasa katika mpira wetu wa miguu. Asante sana. Nilikuwa nazungumza na katibu wa zamani wa TFF Angetile Hosea, ambaye nilikuwa nazungumza hapa kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwa sasa, mtazamo wake, uzoefu wake katika kusimamia shirikisho na vitu ambavyo vinaendelea sasa hivi. Angefanya nini? Ametupa mfano wa kitu gani ambacho kingefanyika. Nikushukuru sana ambao umefuatilia sana Like Media. Mimi naitwa Lugano Israel. Mpaka wakati mwingine.